Ndiyo taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa Jerusalem Family TV, ikiwa ni siku ya pili ya semina yetu ya neno la Mungu kwa ajili ya uponyaji wa tabia. Kama ndio unanipata kwa mara ya kwanza, naitwa Mwalimu Petro, napatikana Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya pili ya semina yetu. Basi tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze rasmi na darasa letu. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatupa kibali kuweza kuwepo mahali hapa. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Maana Mungu, paka tuko hapa ni kwa sababu wewe unatupenda, ni kwa sababu wewe unatujali, ni kwa sababu wewe unatuokoa na unaendelea kututetea katika maisha yetu. Tazama Mungu, ni siku nyingine tena ambayo imekupendeza tukutane kwa ajili ya kuendelea na darasa. Tunaomba Roho Mtakatifu uendelee kutusimamia, uendelee kuwa mwalimu, uendelee kuwa mwezeshaji. Uwezeshe mafundisho yote ambayo tutayapata mahali hapa yaweze kuleta matokeo katika maisha yetu. Nasi tunakunyenyekea, tunakuomba rehema na msamaha hata maeneo yote ambayo tumekutenda dhambi. Tunaomba Roho Mtakatifu tusamee, na kwa huruma yako na rehema zako utuoshe. Tupe kibali Roho wa Bwana, ili yale yote ambayo umepanga kusema nasi siku ya leo yaweze kutujenga na kuleta faida katika maisha yetu. Nasi tunaamini wewe ndiwe Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Ndio maana Bwana, njoo uzungumze na sisi ili sote tuendelee kuimarika katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Karibuni sana. Kama nilivyowaambia pale awali, leo ni siku ya pili ya semina yetu ya neno la Mungu. Siku ya jana tulianza semina hii kwa kujifunza kichwa cha somo kinachoitwa uponyaji wa tabia. Uponyaji wa tabia. Na leo tena tutaendelea mbele katika somo letu hili la uponyaji wa tabia. Katika somo hili tuna malengo makubwa yafuatayo. Malengo yetu ni kukusaidia uweze kuacha tabia ngumu na mbaya ulizonazo zinazokufanya ushindwe kuishi na watu vizuri. Uweze kuziacha ili uweze kuishi na watu vizuri. Kila mmoja ana tabia zake ambazo ni mbaya, ambazo hizo tabia zimekuwa sehemu ya wewe kufanya ushindwe kuishi na watu vizuri kwenye jamii yako. Hasa somo hili linakusaidia uweze kuzifahamu hizo tabia mbaya ulizonazo, uweze kujua na namna ya kuziacha ili upate kibali cha kuishi na watu vizuri kwenye jamii yako. Na andiko letu la msingi linalobeba hii semina ni kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 12 ule mstari wa 14. Nilikusomea jana, lakini na leo tena nitakusomea. Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 14 inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Katika hili neno tunaona linatusemesha kwamba ni jambo la muhimu sana kuhakikisha kila mtu ana amani na watu wote. Na tunaambiwa ukiwa na amani na watu wote ndipo utaweza kumuona Bwana. Vijitabia tulivyo navyo ndio huwa vinazuia tusiwe na amani na watu. Utaona fulani asalimiani na fulani, fulani aongeleshani na fulani, fulani na fulani hawakai meza moja. Kuna misemo kama hiyo. Fulani na fulani hawapikiki chungu kimoja. Panakuwaga na misemo kama hiyo. Sasa kwa nini hiyo misemo inakuwepo? Ni kwa sababu ya tabia zetu na madhaifu yetu mbalimbali. Sasa hili somo linakusaidia uweze kuacha hizo tabia ili uwe na amani na watu wote. Uwe na utakatifu ambao utakusaidia uweze kumuona Bwana. Siku ya jana pia tuliweza kuangalia namna ambavyo watakatifu wameongelea swala la tabia, lakini pia tukaangalia maana mbili za tabia. Tukasema maana ya kwanza, tabia ni matendo anayoyapenda kuyafanya mtu kila siku katika maisha yake. Na maana ya pili tukasema tabia ni mwenendo, desturi au jinsi ambavyo mtu anavyoongea,
kufikiri na kutenda katika maisha yake ya kila siku. Na tukasema tabia inahusisha matendo ambayo yanajirudia kila siku kwenye maisha yako. Yale matendo ambayo unayafanya kwa kujirudia, hiyo ndiyo tabia yako. Tukaangalia kwenye ile Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 39 hadi wa 41, namna ambavyo Yesu alikuwa ana tabia ya kila siku kwenda mlimani kuomba. Pia tukaangalia mgawanyiko wa tabia. Tukasema tabia zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Tukasema kuna spiritual behavior, physical behavior and mental and psychological behavior. Yaani tabia za kiroho, tabia za kimwili na tabia za kiakili na kisaikolojia. Kwa jana tukaangalia tabia za kiroho peke yake na tukapata nafasi ya kuombea sana kwenye hili eneo, na tukaombea wakina baba na wanaume wote kwa ujumla. Mungu akubariki sana wewe ambaye tulikuwa wote tangu siku ya kwanza. Lakini pia kama ukupata hili somo la siku ya kwanza, nenda hapo YouTube channel yetu Mwalimu Petro Jerusalem, fuatilia, utapata hilo somo la siku ya kwanza, litakuimarisha zaidi na zaidi. Leo tunaendelea mbele siku ya pili, mara baada ya kukukumbushia kile ambacho tulijifunza jana. Twende sasa tukaanze kitu kipya cha siku ya leo. Kumbuka jana tuliishia kwa kuangalia mgawanyiko wa tabia. Tukasema kuna tabia za kiroho, tukasema mgawanyiko wa pili ni tabia za kimwili, na mgawanyiko wa tatu ni tabia za kisaikolojia. Sasa leo tutaendelea na mgawanyiko wa pili ambao hatukujifunza siku ya jana, ambao unaitwa tabia za kimwili. Tutaendelea nao huo, tukipata nafasi pia tutaendelea na mgawanyiko wa tatu leo hii. Karibuni sana watu wa Mungu. Tunapoongelea tabia za kimwili, tunakuwa tunaongelea kitu gani? Tabia za kimwili ni mjumuiko wa aina zote za tabia zinazofanywa na mwili wa binadamu katika hali ya kawaida au hali isiyokuwa ya kawaida. Tunapoongelea tabia za kimwili, tunakuwa tunaongelea mjumuiko wa aina zote za tabia zinazofanywa na mwili wa binadamu katika hali ya kawaida na isiyokuwa ya kawaida. Namna Mungu alivyouumba mwili wa binadamu, kuna matendo ambayo mwili wa binadamu huwa unahusika moja kwa moja katika kuyafanya hayo matendo, na kuna mengine unayafanya kikawaida na mengine unayafanya isivyokuwa kawaida. Hasa yale matendo yote kwa ujumla ambayo mwili wako huwa unayafanya ndio tunaita tabia za kimwili. Kimsingi haya matendo yako ambayo ni mazuri na yako ambayo ni mabaya, yako ambayo ni ya dhambi na yako ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na si kwamba Mungu alikuumbia utende dhambi, ila hiyo inategemeana na aina ya mwili wenyewe wa huyo mtu, ni mtu wa namna gani. Wacha muda huu tuangalie tu tabia kadhaa za mwili, tuone tupate picha nzuri zaidi. Tutaangalia tabia 12 za mwili. Tabia ya kwanza, kuchoka haraka au kutokuchoka haraka. Mwili kikawaida una tabia ya kuchoka. Unaweza ukachoka haraka au usichoke haraka. Na ndio maana kuna watu wanaochokaga haraka. Akitembea hapa hadi pale hawezi tena kutembea. Utasikia anakuambia tusimame tupumzike. Lakini mwingine anatembea tu achoki. Na kuna watu wengine wanatembea polepole, kuna watu wengine wanatembea haraka haraka hawachoki, kwa sababu ndiyo aina ya tabia yake, tabia ya mwili wake. Lakini pia tabia ya mwili ya pili ni kucheka au kutabasamu. Pia mwili una tabia ya kucheka, kwa sababu kucheka ni kitendo cha kimwili. Mtu anacheka au anatabasamu. Kupenda raha ni tabia ya tatu ya mwili, kupenda raha. Mwili pia una tabia ya kupenda raha. Ni ngumu sana kukuta mtu ambaye mwili wake haupendi raha. Mwili unapenda raha. Tabia ya 4, kupenda kulala au kutokupenda kulala. Mwili pia una tabia ya kupenda kulala au kutokupenda kulala. Na ndio maana kuna watu wengine wanapenda kulala, ndio raha yao. Wengine hawapendi kulala. Zote hizo ni tabia za mwili.
Lakini pia tabia ya 5, kupenda kutembea tembea, kutokukaa sehemu moja. Tabia ya mwili, kupenda kutembea tembea, kutokukaa sehemu moja au kupenda kukaa sehemu moja. Kuna watu ambao hawezi kukaa sehemu moja. Mara utamkuta pale, utamwambia labda kama ni mtoto wako, unamwambia natoka, naomba na wewe usitoke, nimeacha hiyo mboga jikoni, utabaki ukiangalia. Ukiondoka tu unakuta naye katoka. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake ni una tabia ya kutembea, sio mtu wa kupenda kukaa sehemu moja, ni tabia ya mwili. Tabia ya 6, kusinzia haraka au kutokusinzia haraka. Mwili pia una tabia ya kusinzia haraka. Ndio maana unaweza ukaenda kwenye kikao, umekaa, kuna mtu yuko pembeni amelala. Kuna wengine wanalala hata kanisani. Yaani yuko hivyo tu, hajachoka, hana sababu, lakini analala tu, anasinzia tu ovyo ovyo. Iko hivyo. Na kuna wengine ni wagumu, hawasinzii. Zote hizo ni tabia za mwili. Tabia ya 7, kupenda kazi za nguvu na kutokupenda kazi za nguvu. Mwili pia una hiyo tabia. Kuna miili ambayo inapenda kazi za nguvu. Kimpa mtu kazi za kuchimba vishimo, kung'oa visiki, kulima, ndio anapenda, kwa sababu mwili wake unapenda kazi za nguvu. Lakini pia kuna wengine hizo kazi hawapendi. Mwili wao unapenda kazi za rakshari, kukaa kuandika kwenye kompyuta, kazi za fikiria, ndio mwili wake unapenda hivyo. Zote hizo ni tabia za mwili. Lakini pia tabia ile ya 8, uvivu wa kazi. Pia uvivu ni tabia ya mwili. Kuna watu ni wavivu na kuna watu sio wavivu. Tabia ya 9, kupenda kuonyesha maumbile wazi, uchi au kutokupenda kwa kujisitiri. Mwili pia una hiyo tabia. Kuna watu ambao miili yao inapenda kuonekana, yaani wana hiyo tabia ya kutamani akivaa kanguo basi aache mapaja nje. Yaani ndiye anajisikia raha akionyesha mapaja yake, akionyesha tumbo lake wazi, anaona ndio raha. Lakini pia kuna wengine miili yao wanapenda kujisitiri, wanapenda kuvaa kwa adabu, kuvaa kwa heshima. Zote hizo ni tabia za mwili. Kumbuka hapa sifundishi tabia ipi ni nzuri, tabia ipi ni mbaya, ila tu ninakuonyesha kwa ujumla tabia za mwili zilivyo. Naomba hilo ulizingatie. Tabia ya 10, kuumwa mara kwa mara au kutokuumwa mara kwa mara. Lakini pia mwili tunaona una tabia hiyo pia. Kuna miili ambayo inaugua haraka. Ikipita tu vumbi kidogo kashaumwa mafua. Mwingine ikipita tu baridi kidogo anakohoa. Lakini kuna watu hawaumwagi, ije baridi, ije vumbi, siji ifanye kitu gani, yeye yuko vile vile, kwa sababu mwili wake una tabia hiyo. Zote hizo ni tabia za mwili. Lakini pia tabia ya 11, kubagua vyakula au kutokubagua vyakula. Mwili pia una hiyo tabia. Mwili, kuna miili mingine inakula kila kitu. Atakunywa chai, atakula ugali, atakula kipolo, atakula sijui supu, yaani kila kitu mtu anakula. Lakini kuna mwingine utasikia akila hichi tumbo linamuuma, akila hichi anajisikia vibaya. Mwingine atakwambia nikila samaki ngozi yangu inaharibika, nikila samaki inatoka vishiringi. Lakini mwingine anakula kila kitu na hapati shida. Zote hizo ni tabia za mwili. Lakini pia tabia ya 12, kupenda sana ngono au kutokupenda ngono. Pia mwili unapenda ngono, na kuna wengine miili yao haipendi ngono, hisia zao ziko mbali. Na kuna wengine hisia zao zipo karibu, kila akikaa mwili wake unafanya hivi, anatamani tu ngono, anawazawaza tu zinaa kwenye mwili. Zote hizo ni tabia za mwili. Narudia tena, kumbuka, sikuonyeshi ipi ni tabia nzuri na ipi ni tabia mbaya, ila na kuonyesha ujumla wa tabia za mwili, ambazo nyingine ni mbaya tumeziona na nyingine sio mbaya, ni za kawaida. Lengo la Roho Mtakatifu alitaka uone kuhusu hizi tabia za mwili. Wapendwa, tabia za kimwili kubwa, kama umefuatilia vizuri, nyingi ni za uovu kuliko wema. Nyingi ni za kumchukiza Mungu kuliko wema. Na ndiyo maana mtu yoyote yule ambaye akiishi kwa kusikiliza zaidi tabia za mwilini,
lazima awe adui ya Mungu. Na mtu ambaye ataishi bila kusikiliza zaidi tabia za mwilini atakuwa rafiki wa Mungu. Acha tufanye Bible study kidogo tupate picha pana zaidi. Tuangalie kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 8 inasema namna hiyo. Kwa maana wale waufuatao mwili huyatafakari mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Tunaona katika hili neno tunaambiwa kwamba wale wanaofuata mwili huyafikiri mambo ya mwili, ambao hayo mambo ya mwilini ndio zile tabia za mwilini. Lakini wanaoifuata roho huyafikiri mambo ya rohoni, yale tuliyojifunza jana, ambao ni tabia za rohoni. Sasa nia ya mwili ni mauti, na ndio maana ukiangalia tabia nyingi za mwili tulizoziongelea ni za kimauti mauti, yani ni za kidhambi dhambi, tofauti na nia ya roho ni uzima. Na ndio maana ukiangalia zile tabia za roho tulizoziangalia jana, nyingi ni za uzima, kwa sababu zinakuvuta kukaa karibu na Mungu. Sasa tunaambiwa mwili nia yake ni uadui juu ya Mungu, na ndio maana shetani kwa asilimia kubwa huwa anatumia tabia za mwili kumkosanisha mtu na Mungu. Shetani kwa asilimia kubwa huwa anatumia tabia za mwili kumkosanisha mtu na Mungu. Shetani akitaka kukufanya uikose mbingu, anautumia mwili wako na tabia zake kukukosesha uzima wa milele. Kwani hata pale bustani ya Edeni, si alitumia mwili? Alimwambiaje Adam na alimwambiaje na Eva? Alimwambia yule mwanamke kwamba ukila tunda utafanana na Mungu. Nini kitafanana? Si mwili. Kwa alitumia mwili wake kumdanganya. Na ndio maana paka leo shetani anatumia miili yetu kutudanganya. Ndio maana unaona kuna watu wanapenda kuvaa nguo za uchi. Kuna mama mmoja aliwahi kusema kwamba yani yeye akivaa gauni ndefu anajisikia vibaya. Akivaa gauni ndefu anajisikia miguu inawasha, anajisikia mwili unamuasha, ila akivaa gauni fupi anajisikia huru na comfortable. Unaelewa hiyo? Yani kwamba yeye akivaa gauni ndefu mwili unamuasha, akivaa gauni fupi anajisikia raha, mapaja yakiwa wazi, anajisikia raha, maziwa yakiwa nje, tumbo likiwa linaonekana hapa, anajisikia raha kuliko kulifunika, anajisikia kuwashwa muda wote. Watu wa Mungu, hapa ndio unaelewa namna ambavyo shetani anatumia mwili kukukosesha mbingu. Si kama tunaelewana, kanisa la Mungu? Na maandiko matakatifu pia yanasisitiza na kufundisha kwamba tabia za mwilini ni matendo ya mauti na mizizi ya dhambi. Tabia za mwilini ni matendo ya mauti na mizizi ya dhambi. Hebu angalia pamoja nami kile kitabu cha Wagalatia sura ya 5 ule mstari wa 19 hadi wa 21. Wagalatia sura ya 5 ule mstari wa 19 hadi wa 21. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi wa 21 inasema namna hii: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, umeona ibada ya sanamu, umeona yote haya ni matendo ya mwili: uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, walevi mmesikia ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Anasema katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa mbinguni. Kandarabushakaraba koramandekese. Umeona, anasema watu wanaotenda haya matendo ya mwilini ambayo tumeyaeleza hapa hawataurithi ufalme wa mbinguni. Na ndio maana ukikumbuka kule nilikotoka nimekueleza kwamba
Ni muhimu unapofahamu hizi tabia za mwilini katika maisha yako, usiwe mtu wa kuzifuata, utaikosa mbingu. Malengo ya kila mtu hapa duniani ni kuingia mbinguni. Usije ukadanganyika na raha za duniani. Mbinguni ni kwa muhimu kuliko duniani. Upo duniani, tenda yale ambayo ni sahihi. Achana na masuala ya mwilini ili usiikose mbingu. Twende kwenye tabia, mgawanyiko wa tatu wa tabia. Tumemaliza huo wa pili wa mwili, twende kwenye mgawanyiko wa tatu. Mgawanyiko wa tatu wa tabia ni tabia za kiakili na kisaikolojia. Mgawanyiko wa tatu wa tabia ni tabia za kiakili na kisaikolojia. Tabia za kiakili na kisaikolojia. Tabia za kiakili na kisaikolojia, hapa tunakuwa tunaongelea mjumuiko wa aina zote za tabia zinazohusisha namna mtu anavyofikiri na kutenda katika maisha yake ya kila siku. Tabia za kiakili na kisaikolojia ni mjumuiko wa aina zote za tabia zinazohusisha namna mtu anavyofikiri na kutenda katika maisha yake ya kila siku. Hakuna binadamu asiyefikiri. Hakuna binadamu asiyetenda. Awe ana akili timamu, awe kichaa, wote tunafikiri na kutenda. Tunachotofautiana ni aina za kufikiri, aina za utendaji, lakini wote tunafikiri na wote tunatenda. Hasa ule mchakato wa kufikiri na kutenda ni mchakato unaohusisha akili na saikolojia. Ule mchakato wa kufikiri na kutenda ni mchakato unaohusisha akili na saikolojia. Na ndio maana ukiona mtu anajua kuishi vizuri na watu, jua kwenye eneo lake la kisaikolojia, eneo lake la kufikiri yuko vizuri. Ndio maana anajua kuishi vizuri na watu. Lakini pia hapo hapo, ukiona mtu hajui kuishi vizuri na watu, ni mtu wa kugombana na watu, ni mtu ambaye hajuagi kabisa kukaa vizuri na watu. Akikaa tu na mtu ndani ya muda mfupi watagombana. Akikaa tu mahala ndani ya muda mfupi atasababisha ugomvi. Jua huyo mtu kwenye eneo lake la kufikiri, eneo lake la kiakili na kisaikolojia hayuko vizuri. Na watu wa namna hii mara nyingi watu tunawaita ni watu wenye shida ya afya ya akili. Watu wa namna hiyo. Wapendwa, mfumo wako wa kufikiri na mfumo wako wa kisaikolojia ndio unaoamua uishi kwa amani na watu kwa kiwango gani. Mfumo wako wa kiakili na mfumo wako wa kisaikolojia ndio kitu kinachoamua uishi na watu kwa kiwango gani. Wacha muda huu niwapeleke kidogo kwenye Biblia tukafanye Bible study, na tutaenda kuona mfano mzuri sana wa wajakazi ambao walimuelewa vibaya bosi wao walipoona bosi wao anawatendea wema wengine, kwa sababu wa wafanyakazi walikuwa wana shida ya afya ya akili, hawakuwa sawa kisaikolojia. Hata kwenye Biblia kuna watu hawako sawa kisaikolojia, wana shida ya afya ya akili. Acha nikuonyeshe hawa watu wafahamu vizuri. Wako wengi sana. Acha tuanze na hawa. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 20, ule mstari wa kwanza hadi ule wa 15. Injili ya Mathayo ile sura ya 20, mstari wa kwanza hadi wa 15. Ni kisamkasa fulani hivi, ni case study fulani hivi. Injili ya Mathayo sura ya 20, mstari wa kwanza hadi wa 15. Inasema namna hii: kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima, akawapeleka katika shamba lake la mzabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Karabashaka. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Umeona Biblia inasema kuna bwana mmoja alikuwa na shamba la mzabibu, na huyu bwana alitoka akaenda kuwaajiri wakulima
kwa ajili ya kumsaidia kufanya kazi kwenye lile shamba lake la mzabibu. Biblia inasema alipatana nao au wakulima kwamba mkinifanyia kazi kwenye shamba langu kwa kutwa nzima nitawalipa dinari, nitawalipa dinari. Na wakakubali namna hiyo, akawapeleka shambani. Lakini Biblia inasema ilipofika saa 6 akaajiri tena wafanyakazi wengine pale shambani, na wao pia akapatana nao atawalipa dinari. Biblia tena inasema ilipofika saa 11 akatoka tena akawaona kuna watu wengine, nao pia akawaajiri kwenye shamba lake, na wao pia akakubaliana nao kwamba atawalipa dinari. Kwa hiyo aliwaajiri wafanyakazi katika mida tofauti tofauti, lakini wote alikubaliana nao kuwalipa kiwango sawa cha mapato, na wote walikubali, na kila mfanyakazi aliyemwajiri alipatana naye kibinafsi. Sasa angalia kilichotokea. Ikafika muda wa malipo. Ilipofika muda wa malipo, akaanza kuwalipa wale ambao aliwaajiri mapema asubuhi saa 12, saa 11 asubuhi akawalipa dinari. Afu akawaita na wale aliowaajiri saa 3, nyie na nyie njoni, wakaenda pale na wao pia akawalipa dinari. Akawaita na wale aliowaajiri saa 6, saa 11, nao pia akawalipa dinari. Sasa wale aliowaajiri asubuhi na mapema wakashangaa kwamba mbona sisi tulikuja hapa kibaruani, hapa shambani tulikuja tangu asubuhi alfajiri, tumefanya kazi sana, tumepewa dinari, na hawa wamekuja jioni nao wanapewa dinari. Wakaanza kulalamika, wakaanza kukasirika. Huyu bosi akawaambia kwamba mbona mnakasirika kwa ajili ya wema wangu ninaoutenda? Je, sikupatana nanyi kuwalipa dinari? Akasema ulipatana nasi kutulipa dinari. Akawaambia sasa mbona mnakasirika kuona natenda wema, na ni hali tulikubaliana kila mtu tamlipa dinari. Kwa mimi ninavyowatendea wengine wema ni shida? Yaani kama hujaelewa ni kwamba hawa watu walikuwa na uelewa mdogo wa kufikiri. Wanakasirika kwa sababu wanamuona mtu anazitumia hela zake. Wanakasirika kwa sababu wanamuona mtu anatendea wema wengine. Wanataka wanavyotendewa wao awatendee na wengine tofauti. Yaani walitamani kama vile wale wengine basi wapewe nusu dinari, huku yeye alikuwa mwema na muungwana, bila kujali umekuja saa ngapi, mimi nitakulipa dinari. Hawa watu wakalalamika kwa sababu walikuwa wana shida ya afya ya akili. Saikolojia zao hazikuwa sawa sawa. Na ndio maana mtu wa Mungu, ukikutana na mtu ambaye ana shida kwenye eneo la fikra, ana shida kwenye eneo la saikolojia, utamuona kama ni ndugu yako. Labda we ni mtu mwenye uwezo kidogo na ye ni ndugu yako, unamtendea wema. Siku ukimsaidia mtu mwingine utaona ananuna. Anasema yani kaka, badala ya kutusaidia sisi ndugu zake anasaidia watu baki. Sasa unajiuliza, huyu mtu mbona huwa anamsaidia? Watoto wake nimewalipia ada, ye mwenyewe nimemsaidia mtaji wa biashara, na hata nguo alizovaa ni mimi nimemnunulia, na hata simu anayochati kunisengenya ni mimi ndo nimemnunulia. Afu mbona ananisema simsaidiaji? Kumbe kwa sababu kaona unawasaidia watu wengine. Mtu wa hivyo anakuwa ana shida kwenye eneo la fikra. Kwa nini ana shida? Kwa sababu anakasirikia matumizi ya hela za mtu mwingine. Anakasirikia wema wa mtu mwingine, kana kwamba yeye hana cha kufanya. Nisikilize pole. Watu wa Mungu aliye hai. Shida ya afya ya akili kwenye eneo hili imebebwa na eneo la kulalamikia matumizi ya pesa za mtu mwingine katika wema anaofanya. Watu wa Mungu tulioko hapa, je, na we ni mmoja wao? Kazi unayo. Mungu akusaidie kuokolewa. Wapendwa, katika jamii zetu tunazoishi kuna watu wengi sana ambao wana shida ya kisaikolojia, hasa kwenye hili eneo la uelewa. Watu wengi wana uelewa mgumu, watu wengi wana uelewa mbovu, na watu wengi wana mawazo mabaya kwenye maisha yao. Hao wafanyakazi, kilichowasumbua hapa ni kitu cha uelewa. Walishindwa kumuelewa bosi wao, kwamba bosi wetu ni mtu mwema,
ametulipa sisi sawa na wale kawalipa sawa, ila wakamchukulia kama vile ni mnyanyasaji kwa sababu analipa mshahara sawa sawa. Ni uelewa. Sasa watu wenye shida ya kisaikolojia ya uelewa ni wengi sana. Watu wengi wana uelewa mdogo, watu wengi wana uelewa mbaya, na watu wengi wana mawazo finyu. Na hii shida Yesu alikutana nayo sana kipindi cha huduma yake. Unajua, Mafarisayo walikuwa wana shida ya afya ya akili. Mafarisayo hawakuwa sawa kabisa kisaikolojia. Mafarisayo ni moja ya watu ambao walikuwa na mental problem, na ndio maana walimsumbua Yesu sana kwa ajili ya uelewa wao mdogo. Wacha tufanye Bible study uone. Twende kwenye kile kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 2, ule mstari wa 14 hadi wa 17. Injili ya Marko sura ya 2, mstari wa 14 hadi wa 17. Marko sura ya 2, mstari wa 14 hadi wa 17 inasema namna hii: hata alipokuwa akipita akamwona Lawi wa Alfayo wameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Tunaona katika hili neno Yesu anaenda kwenye nyumba ya mtoza ushuru mmoja kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Na huyu mtoza ushuru kipindi kile walikuwa wanachukuliwa ni kama watu wenye dhambi, watu waovu. Na hawa Mafarisayo walikasirishwa sana na hili tendo la Yesu kwenda kuingia kwa yule mtoza ushuru. Lakini hawakujua kwamba Yesu kaenda kuingia kwa mtoza ushuru kwa sababu anampelekea habari njema ya kumtoa dhambini na kumleta awe mtoto wa Mungu. Ila wao kwa uelewa wao mdogo wakamchukulia Yesu anakosea. Ndio maana wakawaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anaingia kwa watoza ushuru na wenye dhambi? Yaani wakawa na uelewa mdogo. Nakumbuka Mafarisayo walikuwa viongozi wa dini, ina maana neno walikuwa wanalijua. Kwa kama walikuwa wanalijua neno, wangepaswa kuwa na ufahamu wa kwamba neno linataka mwenye dhambi ahubiriwe ili atubu dhambi yake. Kwa huyu Yesu anahubiri toba. Kwa kaingia kwa wale watu kwa sababu wameenda kuwahubiria toba. Wangetakiwa waelewe hivyo kwa sababu wao walikuwa ni watu wa kiroho, hawakuwa watu wa kimwili. Lakini kwa sababu walikuwa na uelewa mdogo na mawazo finyu, wakaelewa vibaya. Nakumbuka tulikotoka, nimekueleza kwamba mtu mwenye mental problem, mtu ambaye ana shida ya kisaikolojia kwenye eneo la fikra, lazima atakuwa ni mtu mwenye mawazo mabaya na uelewa mdogo na uelewa mgumu, na mtu ambaye anatafsiri mambo tofauti na anavyotakiwa kutafsiriwa. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu? Kwani wewe hujawahi kuona mtu amecheka kwa sababu tu amefurahi, amecheka kwa nguvu? Ila kuna watu wanasema huyo mtu ni muuni. Ndio kucheka gani huko? Anajitongozesha kwa wanaume. Lakini mtu wa watu kacheka tu kawaida, hakuna mahala anapojitongozesha, amecheka tu. Kwa nini? Uelewa. Kuna watu wanatafsiriji vitu vibaya. Hujawahi kuona kuna mtu ambaye umemuita tu fulani, anakuambia usiniite hivyo, umenishtua sana, kuna kuanzia leo sitaki uniite. Anakukasirikia serious. Kwa nini? Uelewa mdogo. Acha tusonge mbele, utaendelea kuelewa vizuri zaidi. Wapendwa, ukiishi na mtu mwenye uelewa mdogo, ukiishi naye karibu yako, utajikuta muda mwingi unapoishi naye una kazi ya kuelekeza na kumuelekeza mambo mengi mara kwa mara. Utakuwa una kazi ya kumuelekeza huyo mtu vitu kwa sababu ya uelewa mdogo alionao.
na wakati mwingine inaweza ikakutengenezea hali ya kumchoka na kumkatia tamaa, kwa sababu utaona yani huyu bwana yeye kila kitu paka nimuelekeze, na nikimuelekeza anielewi haraka. Na kama we ni bosi, kuna wakati unaweza ukajikuta hata unafikiria kumuondoa kazini, ulete mtu mwingine ambaye ukimwambia kitu mara moja anaelewa. Huwa inachosha, lakini haitakiwi uchoke, kwa sababu hii hali hata Yesu alikutana nayo. Yesu katika kazi yake aliyokuwa anaifanya alikutana na hali ya watu wenye uelewa mdogo, mpaka kuna muda Yesu naye aliwachoka wale watu, lakini alikaza moyo kuwavumilia. Angalia kile kitabu cha Mathayo sura ya 17 ule mstari wa 17. Mathayo sura ya 17 mstari wa 17. Injili ya Mathayo 17:17 inasema namna hii. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Hawa watu Yesu alikuwa ameshawafundisha mno habari ya uzima, na alikuwa ameshawapa maelekezo, lakini bado walikuwa hawajaelewa, bado walikuwa hawajatendea kazi. Na ndio maana ikafika mahala Yesu akawaambia, nitachukuliana nanyi hata lini? Nitakaa nanyi hata lini? Amechoka. Hizi ni kauli za mtu aliyekuchoka. Mtu akikwambia hivi, wewe nitakuvumilia hata lini, ina maana amekuchoka. Ndicho Yesu alichowaambia hawa watu. Kwa nini? Uelewa mdogo walionao. Na hata kwenye ndoa, ukiolewa na mwanaume mwenye uelewa mdogo, unaweza ukachoka haraka, kwa sababu kila siku una kazi ya kumuelewesha aelewi. Kitu mligombana jana mkakimaliza, kesho tena anaanzisha. Au ukiishi na mwanamke mwenye uelewa mdogo, mara kwa mara utakuwa unafanya kazi ya kuelekeza, lakini haelewi. Ukifanya kazi na wafanyakazi wenye uelewa mdogo, mara kwa mara mtakuwa na migogoro inayojirudia, kwa sababu unaelewesha, hawasikii. Anaonekana kaelewa, lakini anarudia baada ya muda kitu kile kile, kosa lile lile. Kwa nini? Uelewa hauko sawa kisaikolojia. Wapendwa, shetani anaweza kukufunga kwenye eneo la tabia za kisaikolojia, na ndio maana kuna watu ni wafungwa wa kisaikolojia, kwa sababu shetani anaweza akakufunga kwenye eneo la kifungo cha kisaikolojia, ukajikuta unaishi kama kipofu katika eneo la fikra, ni hali we ni mtu unayeona. Na ndio maana kuna watu wengi sana shetani amewafunga kwenye ile eneo la kisaikolojia. Ni vipofu wa fikra, ni vipofu wa mawazo, hawana mawazo mapya, wana mawazo mgando yaliyosongwa na uelewa mzito na mgumu uliojawa na mawazo mabaya kwenye maisha yao. Nyeupe wanaiona ni nyeusi, na nyeusi wanaiona ni nyekundu, na blue wanaiona ni yellow. Yaani wao hawapo positive. Kwa nini? Ni wafungwa wa kisaikolojia. Kitabu kile cha barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakorinto kina ujumbe mzuri sana. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4 inasema namna hii: ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa Biblia inasema ambao ndani yao kanda rapa koria sakata, Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini, ili isije ikawazukia nuru ya Injili. Ina maana hawa watu kwenye fikra shetani amepofusha, ni vipofu, kwa sababu amewafunga kisaikolojia. Lakini pia Isaya anaongea vizuri sana. Kitabu kile cha Isaya sura ya 42 mstari wa 19 hadi wa 20. Nabii Isaya sura ya 42 mstari wa 19 hadi wa 20. Isaya 42 19 20 anasema namna hii: ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu, au aliye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani, naam kipofu kama mtumishi wa Bwana,
unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni, masikio yake ya wazi lakini hasikii. Kwa nini? Ni kipofu, anaona lakini haoni. Na Biblia inasema huyu mtu sio mpagani, inasema ni mtumishi wa Bwana. Na ndio maana wengine mnaweza mkawa ni watumishi kabisa, ni viongozi kabisa, ni wahudumu kabisa, ni watu mnaosali sana kabisa, lakini bado ninyi ni vipofu, hamuoni, kwa sababu fikra zenu zimetiwa giza na shetani amewafunga. Ninyi ni wafungwa wa kisaikolojia. Na hapa ndio unaona kuna jambo linaweza likawa linaendelea, nyie wengine mnalielewa vizuri kabisa na kila mtu yuko serious nalo, ila kuna mtu wala hajalizingatia. Kwani hujawahi ona watu wa hivyo? Ndio hao nyie mmeona, yeye hajaona. Kama tutaelewana tu polepole. Acha muda huu nikupeleke kwenye kipengele kizuri sana ili kitusaidie wote kuelewa kirahisi. Kipengele hichi kinaitwa njia 20 za kumfahamu mtu mwenye shida kwenye eneo la tabia za kisaikolojia. Njia 20 za kumfahamu mtu mwenye shida kwenye eneo la tabia za kisaikolojia. Acha muda huu tuziangalie hizi njia 20, zitatusaidia wote. Tuanze na ya kwanza. Ni mtu mwenye shida ya uelewa mgumu. Kwanza lazima awe mtu mwenye shida ya uelewa mgumu, haelekezeki. Pili, ni mtu ambaye ukimwelekeza haelekezeki kirahisi. Pili, ni mtu ambaye ukimwelekeza haelekezeki kirahisi. Tatu, ni mtu ambaye ana kauli mbaya muda wote. Ukiona mtu ana makauli mabaya muda wote, anaga kauli nzuri, ana shida ya afya ya akili, hayuko sawa kisaikolojia. Lakini pia 4, ni mtu mwenye hasira za haraka muda wote. Ukiona mtu ana hasira za haraka, anakasirika, kimgusa tu kidogo amekasirika, ana shida ya afya ya akili, hayuko sawa kisaikolojia. Nyingine ni mtu ambaye huwa haridhiki hata umtendee jema kiasi gani. Nyingine ni mtu ambaye haridhiki hata umtendee jema kiasi gani. Ukiona mtu haridhiki, ni mtu wa kulalamika muda wote, unajitahidi kumtendea wema ila haridhiki, jua ana shida kisaikolojia. Lakini pia nyingine ni mtu mwenye tabia ya kuchelewa kila anapoenda. Hujawahi kuona watu, mtu hajawahi kuwahi sehemu, kila mahala anapoenda lazima achelewe. Huyo ni mtu ambaye ana shida kwenye eneo la uelewa, ana shida ya afya ya akili. Nyingine ni mtu ambaye anapenda sana kupita kiasi hadi anakwaza wale anaowapenda. Ni mtu ambaye anapenda sana kupita kiasi hadi anawakwaza wale anaowapenda. Hujawahi kuona mtu, yani unakuta anakupenda sana, so si kwamba anakupenda kimapenzi, yani ile tu kawaida, hadi anakukwaza kwa sababu anakupenda kupitiliza, anakujali kupitiliza, anakupigia simu kila saa, akipiga simu akati haraka. Kwa nini? Ana upendo uliopitiliza. Huyo mtu jua hayuko sawa kisaikolojia, ana shida ya afya ya akili. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye hawezi kuongea mbele za watu, anahisi anakosea. Ni mtu ambaye akiwa anaongea anakuwa hajiamini, anahisi kama anakosea vile. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye anayetaka kila sehemu aongee sana kuliko wengine. Lakini pia wakati mwingine mtu wa namna hii utaona kila sehemu anataka aongee yeye sana kuliko wengine. Unakuta ni kwenye kikao, mwenyekiti anasema karibuni kutoa maoni walau dakika 2. Anaongea, anapitiliza dakika hadi anasababisha na wengine hawaongei. Na ukimkatisha anaona kama umemuonea. Kwa nini? Uelewa mgumu, ana shida ya afya ya akili. Nyingine ni mtu ambaye akiona watu wanamwangalia anafikiri wanamsema vibaya. Nyingine ni mtu ambaye akiona watu wanamwangalia anahisi wanamsema vibaya. Akipita mahala akaona labda watu wako na stori zao wakamwangalia, anaenda kulalamika, fulani na fulani wananisema. Unamuuliza, unajuaje kama wamekusema? Kwa sababu niliona wananiangalia. Kwa usiangaliwe wapendwa. Mtu wa namna hiyo ana shida ya kisaikolojia. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye anachukuliaga kila mtu ni mbaya kwa sababu kuna mtu mmoja aliyemtendea ubaya. Kwa ni mtu ambaye pia huwa ana tabia ya kuchukulia watu wote ni wabaya.
Kama kuna mwanaume alimtendea ubaya, anachukulia wanaume wote ni wabaya. Kuna mwanamke alimtendea ubaya, anachukulia wanawake wote ni wabaya, kwa sababu ana shida kwenye eneo la kisaikolojia, mental problem. Lakini nyingine pia ni mtu mzima ambaye ana tabia ya kupenda kulala sana bila kujali hasara anazozipata na kutengenezea wengine. Ni mtu mzima anayependa kulala sana bila kujali hasara anazozipata au anazowatengenezea wengine. Unakuta mtu ni mtu mzima, kila siku analala sana, anachelewa kazini, anachelewa kufungua duka, hamna siku amewahi kuamka. Yaani yeye akilala mpaka aamshwe saa 7, saa 5, saa 4. Yaani siku hiyo ndio anaona amewahi kuamka. Alfajiri yake huwa ni saa 3 asubuhi ndio alfajiri. Mtu wa namna hiyo ana mental problem, ana shida ya afya ya akili. Lakini pia nyingine pia ni mtu ambaye anapenda kujitenga. Ni mtu ambaye anapenda kujitenga, hapendi kuchangamana na watu. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye huwa ana tabia ya kubagua watu. Ni mtu ambaye ana tabia ya kubagua watu. Lakini nyingine pia ni mtu ambaye hawezi kuolewa kwa sababu tu aliwahi kuona mtu fulani ameteseka kwenye ndoa, na yeye anasema sijikuolewa. Kiona mtu wa namna hiyo, kaona fulani ameteseka kwenye ndoa, anasema mimi sijikuoa, mimi sijikuolewa. Kwa nini? Fulani kateseka sana kwenye ndoa, na mimi nikiolewa au nikioa itakuwa hivyo hivyo. Mtu wa namna hiyo ana mental problem, ana shida ya afya ya akili. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye hatoagi sadaka kwa sababu huwa anafikiri zinaliwa na watumishi wa Mungu. Kwa hiyo hawezi kutoa sadaka. Anakuambia mimi sitoi sadaka. Tunawafaidisha wachungaji, tunawafaidisha mapadri, siwezi kutoa sadaka. Huyo mtu ana shida. Lakini pia nyingine ni mtu mzima ambaye huwa ana tabia ya kuvaa nguo za ndani chafu kwa muda mrefu. Ni mtu ambaye ni mtu mzima ila huwa ana tabia ya kuvaa nguo za ndani chafu. Akivaa boxer mpaka itoboke ndio anavua. Na wengine wako kwenye ndoa wanakwaza hadi wenzi wao. Anavaa chupi moja wiki nzima, habadilishi chupi. Anavaa hizi za juu zinaitwa jisindelea, vitopu vya juu huku. Unakuta kimezungukiwa mkanda mweusi wa uchafu. Uchafu mweusi, anatoa ziwa, ananyonyesha mtoto, anarudisha cheusi, au tu amevaaga tu cheusi. Kwa nini? Uchafu. Apigi mswaki, aogi, analala bila kuoga, anaona haina shida. Mtu wa hivyo ana shida ya saikolojia. Na mwingine unakuta ni Mkristo mzuri kabisa, anasali na hata akikupita hivi unasikia hata kiharufu kibaya. Mwingine unakuta ni mtu mzima ambaye anaga jambo dogo, yeye kila jambo analifanya linakuwa kubwa, wanaitaga makomplikator. Huyu mtu ni mtu mwenye shida ya afya ya akili. Lakini pia nyingine ni mtu ambaye huwa hapatagi usingizi wa moja kwa moja. Yeye akilala sasa hivi anaamka tena, sasa hivi anaamka tena, anawaza halali. Au mwingine halalagi kabisa, analala tu alfajiri, usiku hapati usingizi, anawaza tu. Huyo ni mtu ambaye ana mental problem. Kwa wapendwa, kama nilivyowaeleza, hivi ndio vitu 20 vya kukusaidia uone namna ambavyo shetani anaweza akakufanya kuwa mtumwa au mfungwa wa kisaikolojia. Anaweza akakuchezeshea tu kaeneo fulani kwenye maisha yako na ukajikuta umekuwa tu na shida ya afya ya akili kwa sababu ya matukio ya maisha ambayo shetani anaweza akakupiga nayo. Sasa yamkini umenisikiliza hapa na kuna eneo unasema, Mwalimu Petro, nimegundua kuna kaeneo nimepigwa kitabia, kisaikolojia. Nataka niombee saikolojia za watu zikae vizuri. Moja ya masomo ambayo yamesaulika sana kwenye kanisa ni haya masomo ya kiroho ya kisaikolojia. Wapendwa, tumeshughulikia sana eneo la roho, tumeshughulikia sana eneo la mwili, afu tumesahau eneo la akili. Na ndio maana pamekuwa na vichaa wengi wanaoishi. Watu wanaenda makanisani huku wanajiongelea barabarani. Kwa nini? Ni vichaa kisaikolojia. Wapendwa, Mungu anataka kuponya watu wake. Kandarabushakaraba. Karapakoria sakata. Karamandarabushakaraba sikirebo shandarabasaka. Tutaenda kuomba muda huo.
na nguvu za Mungu zitakusaidia, utakaa sawa. Rapa kuriasaka. Mara uliposema Bwana Yesu, sema tena, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya hili somo. Ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe uliosema nami siku ya leo. Sema, Bwana Yesu, asante kwa sababu umezungumza na mimi mambo mengi makubwa na magumu niliyokuwa siyajui. Sema asante Bwana Yesu, kwa sababu kwa neno lako umenifungua, kwa neno lako umeniweka huru, kwa neno lako umenihudumia, kwa neno lako umeniponya. Sema Yesu asante, nimesikia siku ya leo na nimejitambua kwamba nina shida kwenye eneo la saikolojia. Shetani amenifanya kuwa mfungwa kwenye eneo la kisaikolojia. Sema Bwana Yesu, ninaomba toba na msamaha. Ninaomba toba na msamaha. Ninaomba rehema na huruma kutoka kwako Bwana, kila eneo la maisha yangu ambalo nimekuwa mfungwa kisaikolojia. Sema Bwana Yesu, jishike kichwa chako. Sema Bwana Yesu, huku umeshika kichwa. Sema Bwana Yesu, ninaachilia damu yako ndani ya kichwa changu. Naachilia damu yako ndani ya kichwa changu. Naachilia damu yako Yesu ndani ya kichwa changu. Naomba damu yako ishughulike na saikolojia yangu, ishughulike na akili zangu, ishughulike na ufahamu wangu, ishughulike na mawazo yangu. Ninaomba damu yako Yesu ishughulike na nafsi yangu, ishughulike na utashi wangu, ishughulike na fikra zangu, ishughulike na akili zangu, ishughulike na uelewa wangu. Sema Bwana Yesu, naomba uniokoe kuanzia leo. Naomba uniponye kwenye eneo la akili. Naomba uniponye kwenye eneo la uelewa. Naomba uniponye kwenye eneo la fikra, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kusema katika jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Damu ya Yesu inapita. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakuleta mikononi kwa Mungu. Ninakuombea neema ya uponyaji. Neema ya uponyaji kwenye eneo la fikra, kwenye eneo la uelewa, kwenye eneo la fikra, kwenye eneo la kisaikolojia. Kila mara ambako shetani amefunga akili zako, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwenye fikra zako. Mahala ulipo, mahala unaponisikiliza, pokea moto kwenye fikra, pokea moto kwenye akili, pokea moto kwenye ubongo, pokea moto kwenye nafsi, pokea moto kwenye utashi, pokea moto kwenye dhamiri, pokea moto kwenye mawazo, pokea moto kwenye kila kinachooperate fikra zako. Naachilia moto, 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 naachilia moto. Naziombea fikra zako zipate kuwekwa huru siku hii ya leo. Fikra zako zipate kuwekwa huru, zipate kufunguliwa, zipate kufunguliwa, zipate kufunguliwa. Kila zilipofungwa, kila zilipokamatwa, kwa jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu uliyeshika mawazo ya huyo mtu na kumfanya awe mtu wa mawazo mabaya, na kumfanya awe mgumu kuelewa, na kumfanya awe mtu mwenye uelewa mzito, ninakuondoa wewe adui kwa jina la Yesu. Achilia huo uelewa, achilia hizo fikra kwa jina la Yesu Kristo. Shetani uliyekaa kwenye eneo la fikra za huyo mtu, unamfanya awe mtu wa mafarakano na watu kwa ajili ya kauli zake mbaya unazomtafakarisha moyoni, kwa jina la Yesu Kristo. Sauti na mawazo mabaya yanayohubiri kwenye moyo wa huyo mtu mpaka amepata pressure, ninaamuru hayo mawazo
mabaya toka ndani yako kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Moto, 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 moto na damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, vinamiminika na kukuweka huru, na kukuweka huru kuanzia leo. Rapa koriande kesaka, rapa koriande kesaka, rapa shakata, remande kiriakata, rupo shaka rabaseke, rima ripandeketa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Rapa koriasaka, rapa koriasaka. Nataka pia kuomba kwa ajili ya saikolojia za watu wa taifa la Tanzania. Nataka kuomba kwa ajili ya saikolojia za watu wa taifa la Tanzania. Kama hauko Tanzania, omba kwa ajili ya saikolojia za watu wa nchi yako. Watu wa Tanzania saikolojia zao kwa sasa hazijakaa sawa, hazijakaa sawa, zimeharibiwa na mfumo wa uongozi unaotawala kwenye nchi. Rapa koriandeke saka. Baba, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya fikra na saikolojia za Watanzania. Tazama, zimevurugika tangu siku ile ya uchaguzi. Watanzania wengi hawako sawa, hawaiamini tena serikali yao, wanaogopa kutoa maoni, wanaogopa kuzungumza, hawako kama vile watu walio huru, wako kama watu walio utumwani, kwa sababu fikra zimevamiwa. Mungu uliye hai, ninaachilia damu ya Yesu kwenye eneo la fikra za Watanzania. Ninaomba Bwana uwaweke huru wa Tanzania kwenye eneo lao la fikra, kwenye eneo lao la mawazo, kwenye eneo lao la utashi, kwenye eneo la ufahamu. Baba, katika jina la Yesu, pita kwenye taifa nzima, pita kwenye ardhi ya hili taifa, pita kwenye anga la hili taifa. Baba, achilia neema ya Watanzania kuwa na fikra huru kwa msaada wa huruma yako. Kila roho za hofu walizoingiziwa, kila roho za hofu walizoingiziwa zikiwaathiri kisaikolojia, Bwana, ninaomba uponye saikolojia ya Watanzania. Naomba uponye saikolojia ya Watanzania katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Naomba uwarehemu hata wale ambao wamehusika kuharibu saikolojia za Watanzania ili wajinufaishe wao kama wao. Wamewaingizia watu roho ya hofu na uoga. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya hao watu. Yesu, ingilia kati kuponya taifa kwa kuondoa roho ya hofu ya kuwaogopa wanadamu, kwa kuondoa roho ya uoga. Bwana, weka huru fikra zetu, weka huru fikra zetu ili watu wapate kuona fursa, wapate kuona mianya ya maendeleo, wapate kuona milango ya baraka, wapate kuona milango ya neema katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Ninaamini Bwana umesikia kuomba kwetu. Tunakushukuru hata kwa ajili ya makamu wa rais aliyetangazwa, maana jana tuliombea hilo jambo. Asante Bwana, kama tulivyoomba jana, yule ambaye achaguliwe awe ni wa kwako Mungu na asiwe ni wa kwao, maana we Bwana ndiye unayelijua hili taifa, sio la mwanadamu. Hatima yake iko mikononi mwako, nasi hatuachi kukuamini. Imani yetu ni moja. Tanzania iko mikononi mwa Yesu Kristo, iko salama mikononi mwa Mungu aliye hai, Mungu aliyesikia wana wa Israeli. Ndiye Mungu tuliye naye leo na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, asante mfalme wa amani. Tunarudisha sifa, heshima na utukufu mbele zako Baba. Tunakutukuza hata kwa ajili ya siku hii ya pili. Tunakusifu na kukuabudu Bwana. Tunakuinua mfalme wa falme. Tunakutukuza simba wa kabila la Yuda. Hata tunapoenda kuahirisha siku hii ya pili Baba, tunaomba utusimamie, tunaomba ututunze na kutuhifadhi. Katupe kibali tena kesho tukakutane katika uamsho mkubwa. Tunaenda kinyume na roho zote za adui, roho zote za visasi. Bwana, kwa jina lako Yesu, vikae mbali nasi. Ulinzi wako na nguvu zako zitutawale, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen.